Nifuate ofisini. Mtoto wako anauliza, baba mbona hutupendi? Mtoto wako anauliza, baba mbona hutujali? Mtoto wako anauliza, baba mbona hutupendi? Kweli kikulacho kipo kingoni mwako. Anko, mbona niko hapa? Moja ya kitu ambacho sipendi na ninachukia ni kufanya dili na wanawake, alafu wanawake wapumbavu kama wewe. Mwenzenu nimeteketea, dunia naiona chungu. Kuna muda Mbona sikuelewi? Utaelewa tu, utaelewa vizuri sana, kwa sababu nina njia nyingi za kukuelewesha. Kwani ulikuwa ukinidanganya? Yaani unaniambia tuko pamoja, kumbe una mapenzi ya dhati na Twizy. Eti unafika unaniambia eti umpendi. Unawezaje kumbebea mimba mwanaume ambaye umpendi? Yaani ungelikuwa humpendi, kwa nini umebeba mimba yake? Sasa anko, hiyo ndio sababu ya wewe kuniteka mimi? Ni kwa sababu umeenda nje ya kile tulichokuwa tunakipanga, na hii mimba ndiyo chanzo cha yote. Kwa hiyo ulitaka umzalie ili uendelee kuwa karibu naye. Sasa acha nianze kukuelewesha, kwa sababu hii ni moja ya faida ninazozihitaji. Unapaona hapa? Tazama vizuri, tazama vizuri. Unaona? Hii ni moja ya faida ninayonufaika nayo. Hii nyumba niliipata baada ya kifo cha baba yako na Twizy pia. Wengine ni ndani ya familia zetu, lakini ndio maadui zetu. Wanatamani tufe, wachukue mali zetu. Najua na ninatambua mtoto hawezi kuhukumiwa kwa makosa yaliyofanywa na wazazi wake. Hata wazazi pia hawawezi kuhukumiwa kwa makosa yaliyofanywa na mtoto. Lakini mimi nitaenda kinyume na maandiko. Nitakihukumu hiki kiumbe kwa sababu ya makosa yako wewe. Hapana anko, huwezi kufanya hivyo. Ni mtoto wangu. Ni mtoto wako, lakini mimi pia ni hitaji langu. Nitamtumia kwa faida.
Vipi? Hakuna aliyekuona? Hakuna aliyeniona, na nimehakikisha hakuna mtu yoyote ambaye anafahamu kama yuko hapa. Una uhakika? Vizuri. Adela, ili siri baki kuwa siri, wanaojua siri wanatakiwa kufa ili siri endelee kuwa siri. Utakufa, lakini mtoto atabaki. Tatizo kama hili limewahi kumtokea? Hapana dokta, haijawahi kutokea kabisa. Okay. Anyways, kwa mujibu wa vipimo vyangu, binti yako hana tatizo lolote. Yes. Inawezekana vipi dokta? Amelala muda mrefu sana na hajaweza kurudi kwenye hali yake. Nikilitazama hili swala kwa macho yangu, naona kabisa kama atakuwa anaumwa. Au labda mtakuwa mjafanya vipimo vizuri. I am a professional doctor. Sawa. Na vipimo huwaga haviongopi. Why we state wrong? Sijui utakuwa umenielewa. Mimi nadhani kwa huyu ni mtoto, huenda akawa labda na michezo mingi tu, say anakosa muda kupumzika, au labda ni mshtuko tu wa ghafla ambao umepata. Lakini at the end of time atakaa sawa tu. Kwa nadhani akipata mapumziko mafupi anaweza kawa sawa. Basi na ninyi nitawaruhusu mumchukue mwende naye nyumbani. Lakini dokta, amelala muda mrefu sana. Yaani kama kupumzika tu. Mister, hii hali sikutishe. Mwanao hana tatizo lolote. Kwa hiyo atakaa sawa. Just relax. Okay? Relax, mister. Atarudi tu katika mfumo wake kawaida. Ondoa shaka. Baba, Baba, Baba. Asa, kwa nini usikubali? Huu ni mchezo mdogo sana na unaweza kukamilisha. Maana kila siku huwa anakuja kununua unga wa chapati. Naomba ufanye hivyo Mangi. Lakini madam, huoni kama hiyo itakuwa ni hatari sana kwangu? Je, kama watu wengi wakipata madhara, si lazima nitakamatwa kwa ajili ya upelelezi? Na ninaweza nikafungwa kabisa. Maana hiyo itasibika kama kesi ya mauaji. Mangi, nikutoe hofu tu. Madhara yake ni madogo sana kwa wale watakao kula hizo chapati, lakini kwako haitakuwa na madhara yoyote. Baada ya hapo, muuza chapati ndio atakaonekana na makosa, na hilo ndio lengo langu. Siwezi kukuweka kwenye matatizo Mangi. By the way, na doge nono naweza kukupatia. Ni zaidi ya mtaji wako. Please, naomba nisaidie Mangi. Sawa, nitafanya hivyo. Safi sana. Kweli kikulacho kipo kingoni mwako, na usichokijua sawa na usiku wa kiza. Naecheka na ndio adui yako, wanakuchekea usoni, moyoni mwao kubaya. Akileta tu kwato zake hapa, hakikisha unamwekea hiyo dawa kwenye unga wake. Please, naomba kuwa makini, usimwekee mtu mwingine yoyote. Na kuamini Mangi. Sawa, usijali. Wanatamani tufe, wachukue mali zetu,
ubaya ndio hatuwezi kuwafahamu kwa macho yetu. Afadhali nimekutana na wewe bibi. Tena umefanya la maana sana kupita njia hii. Huu mguu nilikuwa nakuja kwako. Bibi, nisikilize kwa umakini sana. Hivi tunavyozungumza hapa, Amanda anaumwa hoi hoi. Na naposema hapa kwa muda huu, Amanda yuko mahututi, anaumwa yule mtoto. Tena imekuwa ghafla sana. Amedondoka tu. Mtoto ana afya yake, mtoto amekula ameshiba, anadondokaje kama kuku? Na yote katika kuchunguza tumegundua wewe ndio unahusika. Hivyo sasa nimekuja kwako kukwambia kwamba unatakiwa umponye yule mtoto. Na usipofanya hivyo, we bibi, yule mtoto akizidiwa zaidi, aisee, nitakufuata pale kwako kwenye kile kibanda chako, nikuchalaze mapanga, nikukatekate masikio, pua, meno, macho niweke pembeni. Alafu mimi sijali wala nini. Njenje, nakuomba uniheshimu. Mimi tangu lini na yule mtoto nikaongea naye? Na tangu lini ukaniona na yule mtoto? Umenizoea? Unataka kunizoea kama viatu vyako na baba kila siku. Nakwambia unikome. Tena unikome Njenje. Unikome nakwambia. Usipende kunizoea sana. Yaani mtu akishakuwa mwanga bwana, yaani anapayuka tu. Yaani wewe unavyoonekana wewe umefanya kweli. Nisikize nikwambie, sijui umesimama naye, sijui hujasimama naye. Mimi hayo bibi hayanihusu. Mimi nachotaka yule mtoto umponye. Kwa sababu wewe ndio yule mtoto yule unamsimanga sana hapa mtaani. Mara huku, mara huku, mara huku. Tumkamate nani kama sio wewe bibi? Sasa nisikilize. Yule mtoto nitamsimamia kidete na hakikisha mpaka anapona. Kwa sababu yule mimi kama mwanangu. Umenielewa babu? Yule mimi kama mwanangu we bibi. Sasa nakwambia hivi, mponye haraka sana. Usipofanya hivyo, jua kabisa mapanga yanakuhusu. Yaani sikuchekei. Nitayakata hayo makalio. Utakalia mgongo bibi wewe. Oho. Hati mapanga. Unanitisha mimi mapanga? Kwani nimekuwa mchina mimi nacheza karate? Tena unikome nakwambia. Njenje, usinifuate na usinizoee. Uishie hapo hapo mwanzo leo na mwisho leo. Nenda zako. Tafuta saizi yako. Pumbavu wewe. Angalia midepi yako. Habari ndio hiyo. Kione kwanza. Unaenda wapi? Wewe kwenu huku unaenda wapi? Unaenda kuanga? Kwani rudi nikuta na kwenu. Wewe unaenda kuanga. Nenda zako. Mimi nilikuwa nakufuata wewe. Sasa wewe rudi huku bwana wewe. Naanga wewe unanijuaje mimi? Mimi sikuogopi, mimi nakufuata. Wewe bibi, wewe. Wewe. Haiwezekani. Haiwezekani afanywe vipimo vyote alafu aonekane hana ugonjwa. Hii hali imenichanganya sana mke wangu. Unajua huu mtaa tuliohamia ni Uswahilini. Na Uswahilini kuna vitu vingi sana. Mimi naanza kuona kabisa imani yangu inaanza kutetereka. Binti yangu atakuwa kalogwa. Kwa nini unasema hivyo? Kwa sababu unaona hali ya mtoto wetu. Na tangia tumehamia hapa mtaani, yule bibi amekuwa kitu sakama sana. Lazima atakuwa ni yeye tu. Upasi kufikiria hivyo mume wangu. Sio vizuri kumtuhumu bibi wa watu kama yeye ni mchawi. Unajuaje kama yeye ndo kamroga mtoto? Na kwa nini useme mtoto wetu amerogwa? Mama Amanda, huu ugonjwa anauma huyo mtoto sio kawaida. Hii ni michezo. Sio michezo tu hizi. Ni sawa labda unabifu na yule bibi, lakini kwa nini amroge mtoto wetu? Kwa nini singekuwa kwako au kwangu? Ni kawaida. Mtu yoyote akizeeka akiwa kama yule bibi, watu humuita mchawi. Kwani naona nataka uwe kwenye huo mkumbo? Usifanye hivyo basi. Yaani kiukweli imani yangu yanipi kabisa. Rafiki. Umeshafika? Sawa. Yaani kile chumba kimefunika. Kama ikiwa imesuka hapo Dani ulisia bodaboda, chukua bodaboda yambie kuleta kwenye hapa Kimuti Gundi. Ndio hapo kija itatukuta. Jamani, vipi? Kuliaje mzee? Baba unalomba wewe. Unanichukuliaje mzee?
Walipangisha chumba kinajaa maji kama bahari ya Pacific. Lakini bro, ulifika unataka chumba. Mimi nikasema nikutafutie chumba kizuri. Na ile sehemu sio kama inajaa maji. Hapana, itakuwa tu ni hali ya mvua kwa sasa. Chumba kizuri kinajaa maji kama bahari ya Pacific. Unanichukuliaje mzee? Weka gadi. Wanipangisha chumba kinajaa maji kama bahari ya Pacific rafiki yangu. Lakini kaka, kama unakumbuka vizuri, siku ya kwanza ulisema kwamba hivi nitafutie chumba kizuri ambacho hakina mambo mengi. Na nikasema nisikufelishi, nikutafutie chumba kizuri. Na kile usinichukulie poa mzee. Unanijua mimi ni nani? Hapana. Unataka kunizia mbuzi kwenye gunia au sio? Mimi sina maana hiyo. Mzee, unanijua mimi ni nani? Usinichukulie kolo mzee. Uliza kila mtaa, hakuna senijua mzee. Mimi ni nani? Mimi ni mtu mbaya sana. Sasa sikiliza, naondoka. Nikirudi, nataka chumba au nataka hela yangu? Nataka chumba kizuri kama sinagogi. Sasa naondoka mzee, nikirudi kazi unayo. Nakutafutia kweli tena kaka. Baba. Wewe huyu na kitu gani anafanya? Na wewe mbona wewe unakuwa mjinga? Yaani mtu wote anaongea, ashamona mtu anakaa hivi. Yeye anaongea. Unajua yeye anamwachia sura. Wewe utakuja upasuke. Weka gadi. Wewe hapa ipo siku hapa atakuja kupatia maiti. Acha Mungu, Yesu na Maria. Ipo siku atakuja kuleta hapa maiti. Asa mimi nilikuwa namuelewesha. Umuelewesha vitu gani? Hivi unamwekea hivi sura? Asa mimi ningeongeaje sasa pale? Wewe utakiwa kidogo uweke gadi. Wewe unamwekea hivi kabisa sura. Akikupiga mbakati yule. Asingeweza kunipiga. Sasa mimi nilikuwa namwambia kwamba bro hivi na hivi na kuhusu kile chuma ilikuwa hivi. Sasa mimi alafu ikitaka kufanya biashara, nimeambiwa nimuone huyu au ije nione mie. Wewe usafu unapata wapi? Baba. Nisikilize mimi mama. Najua una wasiwasi sana na mtoto wetu. Lakini usifikirie mambo ambayo hayawezi kutokea. Mtoto wetu analindwa na Mungu, si ndio? Kwa hiyo hili swala inabidi tumkabidhi yeye. Mungu ndo atajua namna gani ya kumsaidia mtoto wetu. Yeye ndo anajua nini ambacho kinamsumbua. Usimhukumu mtu, sio vizuri. Hata kama ni mchawi, ili swala tumkabidhi yeye. Mungu wetu ndo anajua kila kitu. Okay, kwa hiyo unamaanisha tutafute mchungaji au shehe? Hapana, haina haja kumuita mchungaji wala shehe. Sisi wenyewe tunaweza kumwombea mtoto wetu. Siwe na wasiwasi, sawa? Katumwombee mtoto wao. Kutereza sio kuanguka, maana kupata majaliwa. Alafu nishasema kila siku, kama hujasoma jiografia huwezi kuwa dalali. Otherwise huyu itabidi tumpe pima maji. Akifika katika chumba kwanza eneo lile alipime. Bora iwe na hiyo. Yaani huyu atakuja kutusababishia sisi. Subiri kwanza ujue huyu ananiambia vipi unajua? Kaniambia hivi ukifika sehemu hata kama ugomvi wa ufahamu wewe ingilia tu. Unajua mimi nikasema hivi chumba na kifahamu hata kama kina maji mimi nipangishe nipate pesa mimi ningefanyaje sasa? Angalia na watu kaka. Yaani leo umeingia choo cha mabounce unaona? Angalia na watu. Ukisikia umeingia choo bora ungeingia choo cha kike ukachutuma. Sasa unaongeaje kwa sauti atasikia? Asikia wakati nafanya makosa hata kama ingekuwa inakuja kukutia mtama hapa. Ingekuwa tu inabidi kabisa hela. Bwana wewe ili kesi shaishi. Wewe yule akija tunamtafutia chumba kingine. Mimi nimeshakula nafanyaje? Tutajua tunampangisha mtu mwingine. Sasa tunamtafuta mdada anaanza maisha na wewe kama ulikuwa unajua. Sikiliza. Kama natafutia chumba kingine ametoa hela Mugundi. Mbona unataka kurahisisha kazi? Unajua muda mwingine anakuja na haribu jambo. Hela nini? Hela Mugundi. Kimtigundi hapa hujatoa hela. Umetoa hela? Kimtigundi ulitoa hela. Alafu sasa hivi huyu anakuja na kutetea. Mimi ukunifahamisha kitu kama hicho mimi ningefahamu vipi sasa? Wewe ukunifahamisha kama kuna hela kutoa hivi na hivi. Unaona kumbe ashakula. Achana na hiyo tutamkata. Sasa sikilizeni. Hapa kuna chumba. Nimepewa na mama Jessica pale. Anasema ana chumba chake. Ila kaniambia ukweli. Ndio. Akasema kile chumba ndani ya kile chumba ndo kuna kalo la maji chafu.
yaani ya mavi ya chooni, ndio naingia pale. Hii sasa ikijaa, lazima yule mpangaji atoe kitanda, ndio nyonya lipitishe mpira tukopi. Je, hapa tunapata mteja jamani hapo? Hela hii, yaani chumba kipo, hela ipo. Hii wago anasemaje? Sisi hata ikienda kupangisha, ikitokea baadaye, si tupo. Kaka, asikudanganye. Umeona hicho kifanya mimi hapa? Kitakuta mara mbili yake. Hapana. Leo una hela leo? Leo una hela? Shida. Sasa kama una hela unakataa kitu gani? Atafutwe mteja huyo. Huyu na libu. Kama mteja anapatikana itapeleka. Hapa kuna simu nyingine naingia. Muda mwingine na kuronya. Kalo liko kwa pembeni pale. Amanda, amka mjukuu wangu. Ameamka. Amanda mwanangu. Amanda. Baba, mama. Mwanangu. Ameamka. Watch next episode. Bora ugali mahade kwenye furaha kuliko mainitende kwenye majanga. Kuanza moja moja ni keri kuliko viojaoja na nyingi shari. Tadunduliza kidogo kidogo maisha yaende, nikiwa mawe sina msongo wala vipenjere. Baba yoyo mwenzio ndio nishakufa hivyo, na siwazi kwenda mbali na wewe, na kupenda hivyo hivyo. Bora ugali mahade kwenye furaha kuliko mainitende kwenye majanga. Vumilia kipenzi, yatapita matatizo, na kupenda lazizi. Tukikosa leo tutapata kesho. Vumilia kipenzi, yatapita matatizo, na kupenda lazizi. Tukikosa leo tutapata kesho. Usiwaze kwenda mbali, lotoma sio siri. Nifanye wako asali, nitakulinda wangu hani. Usiwaze kwenda mbali.